Kwa hiyo kama Bwana wa majeshi amesema fedha mali zetu, inamaanisha kuna uhalali wa moja kwa moja katika umiliki wa fedha. Yesu apewe sifa. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo nimeanza na ile andiko na maandiko mengi ambayo naweza nikayafundisha, ila muda wetu ni mchache sana. Kwa hiyo inabidi nihakikishe tunazungumzia lugha ya fedha. Kwa hiyo tungepita kwenye maandiko mengi, lakini tunatamani tubane hapo kwenye lugha ya fedha. Kwa nasema fedha ni mali yangu. Nitaka nikuonyeshe kwamba ni mpango wa Mungu kabisa Mkristo kumiliki fedha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mwambie jirani yako, ni mpango wa Mungu. Ni mpango wa Mungu Mkristo kumiliki fedha. Na Biblia inasema kwa kuwa umekuwa uzao wa Kristo, umekuwa warithi wa ahadi za Ibrahim. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia tukiangalia wale baba wa kiroho ambao katika wao Mungu mwenyewe ameamua kuwaita kwa majina yake, ikimaanisha Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo walikuwa ni matajiri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri. Ningekuwa na muda tungechambua utajiri wao kwa undani, kujua walikuwa na thamani ya kiasi gani, lakini tunahitaji kujifunza lugha ya fedha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kabla tujaanza kujifunza lugha ya fedha, natamani tujifunze fedha ni nini. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Fedha ni nini? Moja ya challenge kubwa kwenye maisha yetu hasa kanisa, na sijui kwa nini nimekuwa na mzigo mzito wa kutamani kuona program za fedha, mafundisho ya kifedha yakifundishwa makanisani, lakini tuna uhaba wa maarifa ya fedha. Fedha ni nini? Nani aniambie fedha ni au pesa? Fedha ni nini? Mtu anaona anaweza kujibu. Fedha ni nini? Karibu. Amen. Asante. Fedha ni nini? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ya kwanza ndio waliosema madam kwamba fedha ni nyenzo au ni kitu chochote kwa ajili ya mabadilishano. Kwa hiyo fedha ni nyenzo au kitu chochote kinachoweza kubadilishwa kukidhi mahitaji ya mtu. Yesu apewe sifa. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo fedha sio noti ya 10,000. Hapana. Fedha ni kitu chochote ambacho unaweza ukakibadilisha kikakupa mahitaji yako. Kwa hiyo kuanzia leo uanze kuelewa kwamba chochote kile ambacho ninakimiliki ninaweza nikakifanyia mabadilishano yakakidhi mahitaji yangu mimi. Hicho ndicho kinaitwa fedha au pesa, ni nyenzo ya mabadilishano. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Chochote kile. Na ndio maana kabla ya noti hazijaja watu walikuwa wanamiliki fedha, na Biblia imeandikwa kabla hata noti hazijaja, lakini bado inasema fedha ni mali yangu. Kwa hiyo fedha sio noti. Noti ni udhibitisho, ni waraka unaopima quantity ya ubora wa kitu fulani kiuzwe kwa bei ipi. Lakini fedha ni kitu chochote unachoweza kukibadilisha kikakukidhi mahitaji yako. Kwa mpaka hapo uanze kufikiria binafsi, ina vitu vipi ambavyo naweza nikavibadilisha vikakidhi mahitaji yao. Hivyo ndivyo vinaitwa fedha. Bwana Yesu apewe sifa.
Amen. Yesu asifiwe. Amina. Maana ya pili, fedha ni zawadi anayopewa mtu baada ya kutatua tatizo fulani. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fedha ni zawadi anayopewa mtu baada ya kutatua tatizo fulani. Tumeenda sawa sawa? Amina. Tuko pamoja? Amen. Leo tunataka tujenge msingi wa uelewa. Kwa tumegundua kabisa 2,000, 10,000, 20,000, laki, milioni, bilioni sio fedha. Yaani ile noti unayoiona sio fedha. Kwa sababu kabla ya noti fedha ilikuwepo. Kwa hiyo maana halisi iliyojificha ambayo lazima uielewe ni kwamba fedha ni zawadi anayopewa mtu baada ya kutatua tatizo fulani. Yesu apewe sifa. Amen. Na kiwango cha kutatua tatizo lako, kiwango cha kutatua tatizo ndicho kinaamua ni fedha kiasi gani ulipwe. Kwa hiyo malipo ya fedha au upatikanaji wa fedha kwa watu tofauti tofauti ni unatokana na uwezo wao wa kutatua matatizo yaliyopo, au ni kitu gani walichonacho katika kwenda kukibadilisha kwa watu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo wale wanaoanza kutatua matatizo ya roho watalipwa kwa fedha za roho. Wale wenye watakao uwezo wa kutatua matatizo ya kitaifa watalipwa katika mizani ya kitaifa. Wale wanaweza kutatua tatizo la kimkoa au ukatatua tatizo la kifamilia, utalipwa kifamilia. Ukiamua utatue matatizo yako binafsi, maana yake utajilipa mwenyewe. Yesu asifiwe. Amen. Kwa kila penye tatizo panaita fedha. Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Au bado ni mzuri sana. Ngoja nikae hapa. Kwa mfano, biashara zote duniani unazoziona zinatokana na matatizo yaliyopo. Siku moja nilikuwa nafundisha nikasema, matatizo yote mnayoyaona duniani yametokana na watu kushindwa kutimiza makusudi yao. Kwa sababu hiyo wameacha magepu mengi ambao unajikuta tatizo ambalo kusudi nilokuja kulibeba mimi tayari kuna mtu alishakuruga nyuma, inabidi mimi nichukue tena jukumu lingine. Biashara zote unazoziona zimeundwa kutokea kwenye matatizo. Kwa mfano, tuchukulie biashara ya afya. Kuna saikolojia moja inasema mtu yuko tayari kutoa kila kitu ili asife. Kwa hiyo kama unaweza kutengeneza dawa ya kuongeza uhai, umiliki fedha za dunia nzima. Mtu yuko tayari kutoa kila kitu ili asifanyaje? Kwa hiyo unaona haya madawa yanayotengenezwa, biashara yote na nyinyi mmejikita kwenye kusoma, ni kwa sababu mtu aligundua tatizo kufa. Haleluya. Haleluya. Amen. Biashara nyingine watu waliitoa kwenye matatizo. Waliwasikia wahenga, japo sasa hivi tunasema wahenga waamini. Lakini waliwasikia wahenga wakisema tumbo halina shukrani. Sema kama tumbo halina tatizo ni njaa. Nyingi kwenye tatizo njaa.
na kwa kadri unavyotatua tatizo la njaa ndivyo ambavyo utalipwa fedha. Kwa hiyo shida sisi tulio wengi tunazikimbiza noti, hatukimbizi fedha, kwa sababu hatujui fedha ni nini. Sio, tumeelewana? Ona sasa kwamba 10,000 sio fedha. Noti. Fedha ni kile ambacho unaweza ukakibadilisha. Yesu apewe sifa. Maeneo ambayo fedha zinajificha. Maeneo ambayo fedha zinajificha. Ni wapi ambapo sasa ukienda utazikuta fedha? Hivyo waachaki watu mjini. Bado hujafika kwenye lugha ya pesa. Najenga msingi. Eneo la kwanza ni watu. Watu. Na mtu mmoja kwenye group langu aliwahi kuniuliza, akitoka Mungu ni kitu gani chenye nguvu cha pili kama sio pesa? Nikasema sio. Relationship. Kila unachokitafuta kwenye ulimwengu huu kuna mtu anakimiliki. Narudia. Kila unachokitafuta kwenye huu ulimwengu tayari kuna mtu anacho. Kwa hiyo ni namna gani wewe unabidi ukipate kutoka kwa mtu? Kwa fedha zote ambazo unazitafuta kukamilisha mawazo yako, mahali pa kwanza kuzitazama sio mbali, ni kwa wanaokuzunguka. Kwa ukiwatazama vizuri utajua fedha unazipataje. Niingie ndani kidogo ili ujue fedha utazipatia wapi. Sikiliza malalamiko yao yako upande gani. Kumbuka, pesa ni zawadi anayepewa mtu baada ya kutatua tatizo. Kwa kama kuna kitu wanakilalamikia hakijawa sawa au hakipo katika ubora fulani, kwa wewe kuja na tatizo, maana yake wale wote ambao walikuwa wanalalamika kuhusiana na hicho kitu umewapa kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu asifiwe. Kwa fedha zipo kwa watu. Watu wana fedha, watu wana ardhi, watu wanamiliki ajira, watu wanamiliki opportunity, watu wana magari. Hakuna ardhi ambayo ipo empty. Yaani hata kama unapita Morogoro kwenye ule mlima Kitonga, tayari unamilikiwa. Kwa hiyo kila unachokitafuta kipo watu. Kwa kinahitaji kujua ni namna gani naweza nikaibadilisha fedha iliyopo mfukoni mwa mtu kuwa ya kwako. Mwambie jirani, na fedha zako. Usiangaike mbali sana na hawa wanae. Sehemu ya pili ambapo fedha ipo ni kwenye matatizo. Yenyewe tumejadili sana. Nirudi hapo juu. Hapo juu kwenye watu. Andika hivi. Pesa hufuata watu wawili. Pesa ina tabia ya kufuata watu wawili kwenye huu ulimwengu. Mtu wa kwanza, mwenye bidhaa au huduma inayoweza kubadilishwa au kubadilishika au kupokeleka kwenye jamii. Ni mtu wa kwanza ambaye fedha siku zote zitamfuata. Mwenye bidhaa au huduma inayobadilishika, inayopokelewa kwenye jamii. Ndio hiyo ukitoka mtaenda kantini, taacha pesa. Sababu ana huduma ambayo inakufanya wewe kwa hiari mwachie wote. Haleluya. Haleluya. Mtu wa pili ambaye fedha zinamfuata ni mtu mwenye tatuzi za tatizo linalosumbua jamii.
Wangapi wanamkumbuka Babu wa Loliondo? Babu wa Loliondo hakuwahi kuwaza kama lami itajengwa mpaka alipo, lakini iliposadikika kwamba anatibu ukimwi, hajui mikataba ilitoka wapi ya kujenga lami mpaka kule, sababu alijaribu kutatua. Kwa ukiwa na majibu ya tatizo fulani, nimekwambia watu ndio wana fedha, watu wataungana na wewe kuhakikisha unatatua jambo fulani. Kwa hao ni watu wawili ambao hata kama wakienda sayari ya Jupiter bado fedha zitawafuata huko. Hata wakihama wakaenda vijijini bado fedha zitawafuata kule kule. Kwa nini? Kwa sababu moja, wana bidhaa au huduma inayopokeleka tayari. Mbili, wanatatua tatizo fulani kwenye jamii. Bwana Yesu asifiwe. Yesu apewe sifa. Amen. Jirani, una bidhaa au una solution au una solution? Hapo kwa sababu ukitaka kutafuta pesa, unajua kwamba zinafuata watu wao. Kwenye hao watu wawili, sijataja mchungaji, sijataja daktari, sijataja mwalimu, sijataja professional yoyote. Nimesema mtu ambaye ana bidhaa, mtu ambaye ana tatuzi ya tatizo fulani, fedha zenyewe zitamfuata. Haleluya. Baada kutafika kwa fedha, pende sehemu ya tatu, fedha zinapojificha, vipawa na karama. Misali sura 17 mstari wa 8. Misali sura 17 mstari wa 8. Vipawa na karama. Danieli Katabe yuko. Simama mtumishi wa Mungu. Wewe rafiki yangu. Na hisi kipengele na haleluya. Tusikilize mstari wako wao. Kipawa ni kama kito cha samani machoni pake yeye aliyenacho. Kila kigeukapo kinafanyaje? Kinafanyaje? Sasa naambia mwalimu, kipawa kiko wapi? Mimi siwezi kukuelezea sana sababu hizo semina ya mambo ya roho. Lakini kila kiungo ambacho kilisulubiwa kwa Kristo Yesu msalabani kina uwezo wa kuingiza fedha. Kila kilichosulubiwa msalabani kina uwezo wa kuingiza fedha. Haleluya. Unajua wachezaji wanalipwa shilingi ngapi? Ngutu kutaka kumuharibu Messi, weka kati ya ule ngutu nini ngutu. Mtu anaishi anaexcel roho. Kuna watu vinywa vyao wanalipwa ya vinywa ya, wanaingiza fedha kupitia vinywa. Hapa ina haja ya kuambia karama. Mimi nasema karama zinapotokezea, kama karama unayo, karama inayotokezea katika kinywa, maana yake ikigeuzwa au kwa lugha nyingine ikifanywa biashara kufanikisha.
mikono. Watengeneza fedha. Ona fedha ziko jificha. Kwa hiyo kama una mguu na chanzo cha kwanza cha kupata fedha, kama una mkono na chanzo cha pili cha kupata fedha, kama una mdomo chanzo cha tatu cha kupata fedha, kama una kichwa chanzo cha nne cha kupata fedha. Wangapi wanaacha hela zao sana? Kilikolewa sababu tunajua sabuni kubwa ambazo zina kama kuna ile Frida Beauty inaweza na college kichwa. Natumia mikono. Na Mungu anasema hivi, nitabariki kazi za mikono. Ukizijua kazi zinazofanyika kwa mikono, hata usipopata ajira bado kazi utapata, fedha utapata. Fedha imejificha kwenye kipawa na karama. Haleluya! Hapo najua kuimba. Wangapi wanajua kuimba? Wangapi ambao mnaishiaga kuimba mafuta? Amjui kama mna. Na kila siku nashangaa pressure inatoka ndani. Mungu anajaribu kukuambia hizi, consider hii sauti. Sisi jamani, mimi natakiwa napika na kauimbo kana puliza. Watu wamjui kuimba, lakini ukimpa aandike wimbo, bwana kuna tukio, atakuandikia wimbo. Ilikuwa watu wanawaandikia wasanii. Kipengele kipo hapo kigeukapo kwenye kukigeuza kipawa. Ndio kipengele. Kwa kinipa neema siku moja itakuja namna ya kipawa. Ni hapa mngetakiwa mjididi hapa. Kwa tayari haleluya. Sehemu nyingine ambapo fedha zimejificha. Yaani hapa tunasimama na namna fahamu na badilika kuhusiana na fedha. Sio hivyo? Yaani kuna namna unaanza kusema mambo yako hivi. Yaani mambo yako. Kwa hiyo elimu utasoma mpaka PhD hautaipata. Kwa sababu haiko. Elimu unaenda kusoma, unaenda kuandaliwa kuwa mtu fulani ambaye atalipwa mshahara fulani. Sio, tunaelewa? Kwa hiyo hata kama mtu amesoma economy au accountancy, anaandaliwa kwenda kuwa accountancy chini ya taasisi. Haandaliwi kwenda kujua mbinu za kutengeneza fedha. Anaandaliwa kwenda kutii mfumo uliotengenezwa, na kuna kiwango tayari wameshamwandikia ya kwamba utalipwa hiki. Watu wenu wanakaa wanakuamulia mshahara. Sio sehemu ya nne ambapo fedha imejificha kwenye fursa na maono. Fursa. Kuna mtu mmoja sema bahati fursa iliyokutana na maandalizi. Kuna mtu akasema mwenye passport ya international anyanyuke hapa juu. Nataka kwa daktari mmoja kwa ajili ya
wasomi, tumepata wadhamini. Sasa Jumatatu taji mtu yeyote mwenye passport hapa mradi amesoma mengi. Naona fursa inatokea. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu asifiwe. Sehemu ya 5 ambapo fedha imejificha ni kwenye huduma na bidhaa. Hapo ndipo fedha imejificha. Sehemu nyingine ambapo watu wengi sana wanapatazama ni kwenye kazi. Hapa ndipo tulipoteza muda mwingi. Kwa tuliconsider eneo moja tu ambalo fedha imejificha. Sasa andika hivi. Ili uweze kuwa na uhuru wa kifedha unahitaji vitu vitatu. Namalizia. Ili uweze kuwa na uhuru wa kifedha kuna vitu vitatu unahitaji kuwa navyo. Cha kwanza ni financial intelligence. Maarifa ya kifedha. Hapa ujue namna ya kuzalisha fedha, namna ya kusimamia fedha, namna ya kuziwekeza fedha. Jambo la pili, lazima uwe na financial plan. Lazima uwe na mipango mikakati ya kifedha. Zile shule ndefu. Jambo la tatu, unahitaji kuwa na financial discipline. Nidhamu ya fedha. Kuwa na financial intelligence, kuwa na financial planning haitakusaidia sana kama una financial discipline. Financial discipline ni sawa na chombo ambacho kinakusanya fedha. Kwa kama kimetoboka huko chini, utakusanya kwa kadri unavyoweza, lakini kwa siku hautakuwa na fedha. Na ndipo wafanyakazi wengi wanalipwa mishahara mingi bado wanatumbukia kwenye wingu la madeni kwa financial discipline. Sasa kwenye financial intelligence, hapa ndipo tunaweza kujifunza lugha ya fedha. Kila tasnia ina lugha yake. Madaktari mna maneno ambayo mkiyasema mnajulikana nyinyi. Sisi tuliosoma ICT tuna maneno tukisema tunaelewa sisi wenyewe. Na ndivyo hivyo fedha ina lugha yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama unataka kumiliki fedha, lazima ujue fedha inaongea kitu kipi. Ukisoma katika Wakorinto sura ya kwanza mstari wa 14, Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 10 inasema kuna sauti nyingi duniani, lakini hapana isiyokuwa. Kwa mbele kwamba huelewi sauti haimaanishi kwamba haina maana. Wewe ndio hujui maana yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ushika hela ulionayo. Kama una hela, kama hauna, yaangalie kama dakika, yaani chukua kama dakika 3 uangalie. Yaani tulie niangalie, kila mtu aangalie fulani. Usikie kinachokwambia. Tulia angalia. Isikilize nakwambia nini? Naenda kuambia ndugu zangu, mimi naweza nikanunua maandazi. Inasema hiki, mimi siwezi nikanunua kitu. Sio hivyo? Ukishika fedha yako kaiangalia, inakuwa inatoa sauti mbili tu. Sauti ya kwanza ni sauti ya kimatumizi, na ndio nyepesi kuisikia. Sauti ya kwa siku kishika pesa ni siku ambapo hata mwenyewe utaona akili yako inaelekea kwenye nini. Leo kishika 10,000 hivi itakwambia kabisa wewe bado
Siku nyingi hujanywa Pepsi. Sauti ya kwanza nyepesi kusikika, sauti ya sauti ya pili, ukiishika pesa inazungumza sauti ya uwekezaji. Hapa wachache wamesikia sauti ya uwekezaji ndani ya fedha wanakamata. Kwa hiyo ugumu wa kushindwa kumiliki fedha ni kwa sababu sauti inayosikika kwenye masikio na kwenye ufahamu wa watu pindi wanaposhika fedha ni sauti ya kimatumizi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ila sauti ya uwekezaji huwa inakuja baada ya fedha kuisha. Waza kanunua kamera. Haleluya. Wangapi wapende